ITV imefika hadi katika eneo la tukio hilo na kushuhudia jitihada za uokozi zikiwa zinaendelea, ambapo baadhi ya manusura wa tukio hilo wakaelezea kilichotokea. Tulikuwa tumekaa ndani sebleni, tukaona moshi umetanda ndani. Nilipojaribu kuinuka kuelekea kwenye vyumba vya watoto, nikakuta chumba kile cha watoto cha kwanza kimejaa moshi, yani umepitiliza, moshi ambao huwezi ukaona kitu ndani. Hapo sasa ndipo tulipoanza kutafuta watoto wengine waliokuwa ndani, tukapiga kelele, tukatoka nje. Bahati nzuri Mungu akatusaidia tukatoka salama. Tukatafuta namba za fire, tukawapigia. Wametusaidia kwa uzima moto. Kilichoungua zaidi ni thamani za ndani, magodoro, nguo za watoto na kitanda. Moto ulikuwa ni mkubwa sana, maana hadi nyumba yote ilienea moshi, hadi ukao unatoka juu unapita madirishani. Nao baadhi ya mashuhuda wakaelezea walichoshuhudia, kwamba chanzo cha huu moto sio hata gesi, kwa sababu gesi ziko kwenye vyumba vingine. Chumba cha gesi hakijaungua. Kwa hiyo inaonekana inawezekana kwamba ni tatizo la umeme. Ombi letu kama wananchi, tunaomba TANESCO isiwe na katakata umeme ovyo, maana wamezidi sana kukata umeme. Na vitu vilivyokuwemo mle kwa asilimia kubwa vimeungua vyote. Vitanda nadhani tunaviangalia hivyo vimeshaungua, nguo zimeshaungua na vitu vingine ambavyo viatu vya watoto vimeshaungua. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Simiyu ASF Faustine Mtitu anaelezea athari iliyotokea. Jumla ya watu wazima 2 na mtoto mmoja kuokolewa kutoka kwenye eneo la tukio. Ni kuungua kwa vyumba 2 kati ya vyumba 5 pamoja na baadhi ya samani ambazo zilikuwa zinatumika kwenye nyumba hiyo. Chanzo cha tukio hili ni hitilafu iliyotokea kwenye mfumo wa umeme, na hivyo kupitia tukio hili tunatoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Simiyu kuhakikisha kwanza wanakuwa na mifumo thabiti, mifumo salama ya umeme kwenye majengo yao. Nyuma yangu ndio nyumba iliyoungua iliyopo katika mtaa wa Kidinda, wilaya ya Bariadi, mkoani Simiyu. Teddy Kilanga, ITV.